Wajemi wanamtahadharisha rais wa Marekani bwana Donald Trump wakimwambia kwamba vita na Iran havifanani na utembeaji kwenye maonyesho ya mitindo. Ni wakati ambapo rais huyo katika barua yake aliyomtumia kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei amesema ni kiongozi huyo wa Iran akubali mazungumzo ama avamiwe kijeshi na Marekani moja kwa moja au kwa kuitumia Israel. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wametoa tahadhari kwa rais wa Marekani katika makala iliyochapishwa katika jarida lililohaririwa na The American Conservative. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi na sera za nje wamemtuhumu Trump kwa kumwambia vita na Iran havitakuwa kama wanamitindo wanaotembea katika maonyesho ya mitindo, akiashiria chokochoko zinazofanywa na maseneta wa Marekani wenye misimamo mikali wanaomchochea Trump juu ya suala hilo. Hata hivyo, wachambuzi hao wameelezea kwenye makala hiyo kwamba watu wenye msimamo mkali wamejaribu kupuuza maonyo yanayotolewa kwamba uingiliaji kati wa kijeshi unaweza kusababisha hatari ya kuanza vita vingine visivyo na mwisho katika eneo la Asia Magharibi. Wameashiria madai ya Trump kwamba vita hivyo havitadumu kwa muda mrefu na vitamaanisha kuangamizwa Iran, na wanasema majigambo ya aina hii yanakumbusha kauli za Kenneth Eldeman aliyekuwa naibu waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani wakati wa urais wa Donald Rumsfeld, aliyekuwa naibu waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani kabla ya vita vya Iraq mwaka 2003. Wachambuzi wamefafanua hilo wakisema Eldeman alitabiri kwamba vita vya kumpindua Saddam Hussein, waliyemwita dikteta wa Iraq, vitakuwa kama wanamitindo wanaotembea kwenye jukwaa la maonyesho ya mitindo, lakini utabiri wake haukutimia na zaidi ya wanajeshi 4,000 wa Marekani walipoteza maisha katika vita hivyo. Wachambuzi wa Kimarekani pia wameongezea kwa kusema kwamba kuna sababu kadhaa zinazoonyesha kuwa vita dhidi ya Iran havitakuwa sawa na vile vya Iraq ambavyo Marekani ilipigana zaidi ya miaka mitatu. Hata hivyo, wanasema kufanya hivyo kwa matarajio kuwa shambulio la gharama ndogo na la umwagaji mdogo wa damu litaleta ushindi wa uhakika na wa haraka kwa Marekani, humaanisha jinsi wachukuaji maamuzi walivyofikia kwenye kilele cha upumbavu. Serikali ya Trump inapaswa ijiepushe na kutumbukia kwenye shimo kama hilo. Trump ambaye yeye mwenyewe alikiuka mapatano ya nyuklia ya Iran ya JCPOA yaliyofikiwa mwaka 2015 kwa kuitoa Marekani kwenye makubaliano hayo miaka mitatu baadaye katika mwaka 2018, siku hizi amekuwa akitumia lugha ya vitisho dhidi ya Iran katika harakati zake za kujaribu kushawishi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ifanye mazungumzo na Washington, licha ya kwamba viongozi nchini Iran wamekuwa wakihofia juu ya mazungumzo hayo kwamba huenda yakafanyika mazungumzo lakini mazungumzo yasiokuwa na tija. Makamanda wa vikosi nchini Iran na wenyewe pia wamejiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya adui yoyote, lakini haswa wakilenga Marekani pamoja na Israel. Kamanda wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Kiumaz Haidar, amesema kikosi chake kiko macho na tayari kabisa kuangamiza maadui endapo watathubutu kufanya makosa yoyote dhidi ya taifa hilo. Anasema, na hapa namnukuu, kikosi cha ardhini cha jeshi la Iran daima kiko macho na kipo tayari kusambaratisha maisha ya fedheha ya maadui iwapo kutatokea makosa yoyote, ambapo wanasema wapo makini na wapo tayari. Kamanda huyo amebainisha kuwa ni muhimu kwa vikosi vya kijeshi vya Iran daima kuimarisha utayarifu wao wa kivita na uwezo wa kuzuia hujuma ili kudhamini usalama endelevu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba pengine wakati huu Iran inapata nguvu ya kuzungumza lolote dhidi ya Marekani kutokana na kwamba nyuma yake ipo nchi ya Urusi ambayo wamesaini nayo mkataba mnamo mwezi Januari juu ya kusaidizana katika masuala mazima ya kijeshi. Basi mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.